Katika mambo ambayo wanawake tunapigania ni swala la haki na usawa wa kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Lakini tunafikiaje fursa hizo kama hatujui wapi tunazipata, hatuna ujuzi wala elimu katika maeneo hayo? Mimi ni Sauda Hussein, leo nipo hapa na Engineer Betty Charles Rweabura kutoka SIDO Dar es Salaam, ambapo tutazungumza mengi kuhusiana na fursa hizo. Yeye mwenyewe ni nani, alifika waje katika nafasi hiyo na mambo mengine mengi. Na kwa sasa tusikize kidogo wasifu wake. Betty Charles Rweabura ni mhandisi na mtaalamu wa maendeleo ya viwanda vidogo na vya kati anayefanya kazi katika shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO. Kwa sasa anahudumu kama mhandisi wa mkoa wa SIDO Dar es Salaam, akihusika na ushauri wa kiteknolojia kwa wajasiriamali, mafunzo ya usindikaji wa vyakula, utekelezwaji wa mifumo ya usalama wa chakula pamoja na uratibu wa programu za uatamiaji wa biashara. Ana shahada ya kwanza ya uhandisi wa uzalishaji na shahada ya uzamili ya uhandisi katika usimamizi wa miradi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 15 katika kukuza viwanda vidogo na vya kati kupitia mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi wa biashara, teknolojia za baada ya mavuno na mbinu za kuboresha uzalishaji viwandani. Alianza kazi SIDO mwaka 2010 katika ofisi ya mkoa wa Singida kama afisa wa ufundi, ambapo alihusika na ushauri wa teknolojia na ubunifu, usimamizi wa kituo cha usindikaji wa asali pamoja na mafunzo ya usindikaji wa vyakula, biashara na vifungashio kwa wajasiriamali. Ameendelea pia kutoa mafunzo kuhusu falsafa ya Kaizen, maendeleo ya makundi ya viwanda na matumizi ya mifumo ya HACCP katika viwanda. Ameshiriki mafunzo na programu za kitaaluma katika nchi mbalimbali ikiwemo Korea Kusini, Afrika Kusini, Ufilipino, Japan na China katika maeneo ya usindikaji wa vyakula, teknolojia za vifungashio na maendeleo ya viwanda. Mwaka 2019 alitunukiwa tuzo ya Best Kaizen Trainer. Kupitia kazi yake, amechangia kuimarisha uwezo wa wajasiriamali na viwanda vidogo nchini katika kuboresha ubora wa bidhaa na kuongeza thamani ya mazao. Naam, huyo ni Engineer Betty Rweabura ambaye tuko naye hapa siku ya leo. Nami ni Sauda Hussein na unaangalia Kidani. Habari yako Engineer? Salama. Za kwako? Nzuri. Unaendeleaje? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijambo. Baada sasa ya safari ya shule, ulifikaje SIDO? Okay. SIDO niliingia Novemba 2010. Kwa hiyo nina kama miaka 15 sasa hivi. Na niliomba ajira kama wanavyoomba wengine. Nasema mimi nilipumzika labda nyumbani miezi labda 3 au 4. Baada ya hapo nilipoomba nikapata kazi. Na kituo changu cha kwanza kilikuwa ni Singida. Kwa hiyo nimekaa Singida zaidi ya miaka 9. Kwa hiyo nimefanya kazi kwenye sekta ya viwanda vya alizeti, asali, mchele kwa kiasi kikubwa. Ni area ambayo niweza kusema ninaifahamu vizuri sana kwa muda wote ambao tumekaa pale. Kwa hiyo baada ya pale ndio nikapata nafasi ya kuja SIDO Dar es Salaam, ambapo hapa napo tunaendelea na shughuli mbalimbali ikiwemo kunea wabunifu, kushauri masuala ya teknoloji, kushauri masuala ya ujasiriamali, kusaidia vijana kwenye masuala ya ubunifu kwa maana ya innovation, lakini pia na kuincubate. Tukisema kuincubate maana yake kuwalea vijana, yes, wenye mawazo bunifu kutoka kwenye yale mawazo kufikia kwenye bidhaa ambazo zinaweza zikatumika sokoni. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba vijana wana nafasi nyingi sana kupitia shirika letu la maendeleo la viwanda vidogo SIDO. Wanachotakiwa kufanya ni kufuata zile fursa zilizopo. Nitatoa mfano. Tuna kozi mbalimbali ambazo tunatoa. Wanaweza wakaja wakasoma wakina mama, wakasoma vijana, wakasoma hata watu wazima na waliopo makazini pia tunafundisha. Hizi fursa ukiangalia soko la ndani linahitaji bidhaa nyingi za kawaida ambazo zipo kwenye supermarket. Tuna kozi kwa mfano hiyo ya usindikaji wa vyakula, kuna kozi ya sabuni na vipodozi ambao wanajifundisha kutengeneza hizo sabuni, besheni, cosmetics zingine, hebo soap na kadhalika. Lakini pia tuna special courses. Kwa mfano mtu anataka kusoma baking na vitu vyake, package hiyo tunatoa. Lakini kuna mtu anakuja anasema mimi nataka nijifunze masuala ya kuboresha mfumo wa uzalishaji. Tunatoa kozi kama hizo za masuala ya industrial layout, mpangilio wa viwanda,
productivity, namna ya kuongeza uzalishaji kwenye kiwanda chako kulingana na mashine ulivyozifunga. Kuna mtu mwingine unakuta ana mashine ambazo labda zina uwezo wa kuzalisha tani 5 kwa siku, lakini uzalishaji wake ni tani 2. Tani 3 zote hazitumii. Kwa hiyo tunapokuja tunamshauri, tunaangalia mitambo yake yote, tunamwambia bwana, wewe uwezo wako ni mkubwa, hii nafasi ambayo huitumii unaweza ukaruhusu Watanzania wengine wakalipia huduma kidogo, wakatumia ile capacity iliyobaki. Yani maana ya kwamba tunakuwa na kiwanda ambacho tuna share, lakini tunaongeza bidhaa sokoni. Kwa hiyo na hapo ni eneo ambalo tunafundisha, lakini pia masuala ya compliance ya vitu vya nchi. Kwa mfano TBS compliance lazima tukague, saka kutambulishwa kwa ajili ya leseni ya biashara, masuala ya tini, wakati mwingine hata masuala ya nemki. Kwa hiyo tunawashauri lakini pia eneo hilo baada ya kuwashauri, wanapoenda kufungua vile viwanda vyao tunawatambua. Kwa hiyo SIDO inatoa pia package ya kumtambua mjasiriamali mwenye kiwanda kidogo kwa kupata certificate ya utambulisho, ambayo ile sasa hivi serikali inaitumia kuwatambua hata wanapoenda kwenye taasisi zingine kwa ajili ya huduma, hasa huduma ambazo zina favor inayotokana na SIDO. Kwa mfano kwenye compliance ya TBS kuna favor ambayo wanapata wale ambao wana viwanda vidogo. Kwa hiyo wanapokuwa na kile cheti wakikiupload, TBS wanatambua kwamba huyu ametambulika na SIDO. Lakini pia kuna ripoti nyingine tunazowaandikia za kwenda kutambulisha ukubwa wa biashara, uzalishaji wake na uwepo wa kile kiwanda. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta mtu akasema nina kiwanda, lakini ukienda kumkagua ukaona mazingira bado haijafikia. Nimezungumzia hapo wakati natambulisha kwamba tunahitaji usawa, lakini ila usawa tunahitaji mafunzo na taaluma na vitu vingine pia inabidi viwepo. Je, wanawake wanajitokeza kuja kupata haya mafunzo ambayo umeyaorodhesha kwa urefu? Asante. Ni kweli wanawake wanakuja na tunapata idadi nzuri, hasa kwenye mafunzo ya usindikaji ya vyakula. Unakuta asilimia kubwa zaidi ya 70% wanaokuja ni wakina mama. Lakini ukienda kwenye masuala ya sabuni na vipodozi, hapo wana balance kidogo, 50-50 wanawake na wanaume. Na niseme tu wanawake hasa wa mkoa wetu wa Dar es Salaam wanachangamkia hiyo fursa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuendelee kuwashawishi wale ambao walikuwa hawajui kwamba kuna fursa kama hii, waje waitumie ili waanze kujitafutia kipato. Vipi kwenye zile sehemu za ubunifu, ulezi kwa maana incubation na kadhalika, kwenye mambo yale magumu ambao nasema wanawake pia twende tusiogope, huko pia mnapata idadi inayoridhisha? Na unafikiri kwa nini wengi wanarundikana eneo hili ambalo ni la usindikaji na vitu vyepesi? Nadhani ni mwamko. Kule hatuna idadi sawa, kule wanaume wanakuwa wamezidi. Hata kwenye shughuli za mitambo, shughuli za viwanda, wengi tunaona ni wanaume. Hata ukiangalia kwenye uhusiano wa ajira, unakuta labda wanawake utafuta ni wachache, labda mfagizi na mhudumu. Lakini pia kuna baadhi ya viwanda hasa tulivyonazo huko ndani, kuna ambavyo kuna wanawake wameajiriwa na wanachonga vyuma, wanachonga shafti, wanatengeneza bearing, wanatengeneza vitu vya kihandisi. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni utashi, kwamba ukiamua kwamba hili unaweza ukafanya. Lakini labda pengine wakati mwingine wakina mama wanakwama kwa sababu labda ya mitaji, hasa kwenye maviwanda. Kwa hiyo nadhani pia ni eneo zuri kwa serikali kuangalia pia namna gani kutakuwa na mikopo au huduma za kifedha za kusaidia wakina mama ili kuweza kupata hizo collaterals na vitu vingine. Lakini pia naweza nikasema sababu nyingine ni kwa sababu wamama pia tuko kwenye kazi kubwa ya ulezi. Tunalea familia. Kwa hiyo ule muda wa kujigawanya wakati mwingine unaweza usikae vizuri kwa wakina mama ili kubalansisha biashara na familia. Kwa hiyo mimi ninachowashauri tusije tukakimbia pia tukaacha lile jukumu kule moja kwa moja, lakini tutengeneze namna nzuri ya kusimamia kwa sababu Mungu ametujalia tunaweza. Lakini Betty, wewe si ni engineer na umefanya hayo maeneo magumu, kwani familia ulisahau? Sijaisahau, lakini unaweza kubalance. Naweza kubalance, lakini lazima kweli ujitolee. Na mimi naamini hata wanaume unaowaona wanafanya outstanding, wanafanya vizuri sana, lazima wamejitolea. Kwa hiyo lazima tudedicate muda wetu na kuzingatia kile ambacho tunataka kufanya kama wakina mama. Anakuja anapata
anapata ujuzi hapa, tayari SIDO mnamtambua na mnampa hicho cheti. Kuna maeneo mengine pia lazima aende, umetaja NEMC, umetaja TBS na kadhalika. Huko pia na penye kuna watu wanapitia hizo changamoto, niseme. Namna gani nyinyi mnamshika mkono moja kwa moja kuhakikisha kwamba akitoka hapa kwetu hakuna mahali kwingine atakwama? Na je, hapa kama SIDO kuna center ambayo mtu akitoka anaingia, nakumbuka wale kusema kutakuwa kuna one center ambao ukitoka kuhudumiwa hapa unahudumiwa hapa, unahudumiwa hapa, unamaliza. Kulikuwa kuzunguka mji mzima wa Dar kwa sababu tu ya kitu kimoja ambacho ingewezekana kikawa mahali fulani ambako mtu akimaliza ujuzi anapatiwa kila kitu, anaondoka. Kuna one stop center ilianzishwa, nadhani bado inafanya kazi, ipo Mnazi Mmoja, ambao maafisa wa taasisi mbalimbali zinazohusiana na Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia na serikali kwa maana ofisi ya mkuu wa mkoa au wilaya husika, wapo wataalamu pale wanaotoa zile huduma za fursa zinazopatikana kila eneo. Lakini sisi kama SIDO, ndio maana nikakwambia tulianza kutafuta makubaliano na wenzetu taasisi zingine ili kumrahisishia mjasiriamali anapoanza, akifika kule mambo yaende. Kwa hiyo unakuta beginning, ile hatua za mwanzo anaanza SIDO, wanamrasimisha, tunamtambua, tunamkagua. Kwa hiyo akienda TBS ameshakuwa kidogo, anaenda atafika anaanza kueleweka. Akienda halmashauri kiwanda kipo, kwa hiyo ni rahisi kupata leseni kwa sababu SIDO ameshamtambua. Kwa hiyo ile linkage ya kusaidia wajasiriamali ipo na inafanya kazi vizuri. Lakini tukisema center zile za kushare wajasiriamali, kwa SIDO kuna vituo mbalimbali vinajengwa. Kwa mfano hapa tulipo kuna kituo chetu ambacho tumejengewa cha usindikaji wa bidhaa mbalimbali ambazo tunaziita training come production. Hiyo center itakapokamilika, wajasiriamali watakuwa wakimaliza kujifunza darasani wanakuwa attached pale. Kwa hiyo na wakina mama wanaweza kutumia hiyo fursa vizuri kwa sababu hawana viwanda. Uwezo labda kununua mashine zote hawana. Watatumia ile fursa kuja kuzalishia SIDO eneo ambalo limerasimishwa na bidhaa zao zikapata compliance. Lakini pia tunashirikiana na taasisi nyingine private nyingi ambazo nazo tunawashauri kwamba ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa kwenye soko la Kitanzania ni lazima tuwe na center nzuri zilizorasimishwa ambazo zina mitambo zinazokidhi mahitaji ya ile bidhaa. Kwa hiyo tunashawishi na taasisi zingine ambazo ziko ambazo pengine ni serikali, zingine sio serikali, ili kuongeza zile nafasi. Tukiongeza zile nafasi, wakina mama watakao kuwa wamejiajiri watakuwa ni wengi. Watakuwa na maeneo ya kuzalishia yaliyorasimishwa. Kwa hiyo bidhaa zitaongezeka sokoni. Automatically tutatoka hatua moja kwenda nyingine. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na Engineer Betty Charles kutoka SIDO Dar es Salaam. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea. Na mtazamaji wa Kidani, tunarejea hapa baada ya mapumziko mafupi na tunazungumza masuala ambayo ni fursa zinazopatikana hasa kwa sisi wanawake ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Engineer Betty, kuna mwingine amekuja kujifunza, nina wazo, nisema hili wazo ngoja nikajifunze SIDO. Ngoja kujifunza sijui batiki, sijui karanga na kadhalika. Nimeshaelewa. Sasa kwa sababu sina eneo kubwa la kiwanda, nataka nifanyie nyumbani kwangu, nizalishie nyumbani. Ili upate hizo compliance nyingine za taasisi nyingine, lazima waje wakague, waone ile eneo kama linafaa halifai. Na mara nyingi hapo ndipo ambapo watu wengi wanakwama. Na wanashauri wazi na kile ulichonacho. Na mtu alichonacho ndio hicho chumba chake cha nyumbani kwake. Anafanyaje kwenye mazingira kama haya? Kaisha lipa ada, kaisha soma, ana cheti chake. Anataka kuanzisha kitu chake, lakini hapo ndipo anapokwama. Nyinyi mnawasaidiaje watu hao? Asante. Wale ambao wanatengeneza viwanda ambavyo tunaita ni backdoor, ndio hicho unachoongelea. Tukienda kukagua, tukaona mazingira yanaridhisha, kwa mfano labda biashara itengane na familia, kusiwe na mwingiliano kabisa na shughuli za familia, vifaa vile vya eneo la uzalishaji visiingiliane huko. Kama vimemiti vigezo na zile process flows zimekubali, tunawarasimisha. Lakini tunapoona kwamba mazingira bado, tunawapa ushauri waendelee kufanya nini? Kuboresha. Lakini hapo hapo watumie fursa za viwanda jirani vilivyo. Ndio maana mtu anaweza akazalishia kwa mwingine kwa utaratibu maalum waliokubaliana na bidhaa ikapata compliance ikaenda sokoni. Lakini ndio maana nikasema hata serikali nishajua hiyo ni changamoto. Ndio maana tunaangalia sasa namna ya kuwa na hizo shared facility ambazo wajasiriamali wanaweza kuzalishia.
au wanaweza kujifunzia skills. Ndakupa mfano. Tuna center hiyo hapo mbele yangu ambayo ni ya ushonaji. Tunaleta vijana, wanakuja wanajifunza hapa, wanamaliza. Lakini kama atahitaji kufanya labda mentoring, aendelee kuzalisha, kuendelea kujifunza, anaweza akaja hapa akaomba, akaendelea kuwa msaidizi wa mwalimu huku na yeye anajiimprove. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba vigezo hatuwezi kusema havitazingatiwa, lakini tutaangalia uhalisia wa prosesi, uhalisia wa mazingira, na sisi tunapo recommend na wale wanaokuja kama TBS na wao wataangalia. Kwa hiyo wale ambao wana miti vigezo kwa kweli wanarasimishwa. Ambapo ni vigezo vipi? Vigezo hivyo vya mazingira, usafi, kuwepo na choo, eneo la kubadilishia nguo, process flow ya raw material inawekwa wapi, mashine za kuzalishia zinakaa wapi, finished product inakaa wapi, na je, kwenye ule mtiririko kunaweza kuchafuka bidhaa. Lakini tukishaangalia ile, tutaangalia na sampuli ya bidhaa ilipozalishwa. Kwa hiyo na hiyo inategemea aina ya bidhaa ama ni bidhaa zote? Hasa bidhaa za vyakula. Ambavyo ndivyo tunavyoona wakina mama wengi wanakimbilia. Kwa hiyo tutakapoangalia na ile sampuli ikapelekwa ikaonekana imemiti vigezo, basi wanapata. Na kwa TBS wamejitahidi. Tuna viwanda vingi sana vinapata TBS kila mwaka. Kwa hiyo namba inapanda. Kwa sababu nao wameona kwamba ni jukumu letu tuvikuze hivi viwanda. Vipi kwenye issue ya uzalishaji wa bidhaa ambazo sio vyakula, kwa mfano nguo, sabuni na kadhalika, na ile story ya kwamba ukiwa na mashine moja au mbili tayari ni kiwanda, kuna ukweli hapo ama ni story mtu sikia kutoka kwako mtaalamu? Jamani, kuwa na cherehani moja ni kweli ni kiwanda. Kwa sababu tunapotafsiri kiwanda ni kubadilisha malighafi kwenda kwenye product fulani. Ukishatengeneza kitu ambacho umeongeza thamani, kile ni kiwanda. Kwa hiyo mtu akiwa na cherehani moja, akawa na mbili, akawa na eneo maalum, anatushonea nguo zetu kama hizo ulizovaa hapo, tunamtambua kama kiwanda kile. Kwa hiyo kwa kosa je, hapa apate certificate ama namtambua moja kwa moja? Tutaenda kumtembelea alipo, tutamtambua. Tutampa certificate za utambuzi, lakini pia kama ana shida za ushauri mbalimbali, labda kwenye masoko au finishing ya bidhaa zake, inawezekana labda hashoni vizuri, kuna maeneo mengine hajafanya vizuri, lakini pia na branding kwa ajili ya kutafuta masoko, lakini na fursa mbalimbali zilizopo SIDO, kama labda kuna mikopo, kama kuna mafunzo labda ya usimamizi wa biashara, namna ya kuandika maandiko ya miradi, namna ya kusimamia vizuri biashara na vitu kama hivyo. Umetaja neno mkopo hapo. Nina uhakika kabisa mtazamaji anaoniangalia hivi sasa akisikia mkopo tu itaanza kupigiwa simu. Na Sauda, muulize vizuri kwenye mkopo. Tueleze hapo mkopo, vigezo na masharti kwanza vikoje, ni kina nani wanakopeshwa na vitu kama hivyo. Kwa mfuko ambao upo SIDO, ambao nimeushuhudia ukifanya kazi kwa muda mrefu, kuna mfuko unaitwa NEDFO ambao unatoa mikopo kwa wajasiriamali. Lakini mikopo hii ni kwa ajili ya kuendeleza biashara, sio ya investment. Kwa hiyo wale wanakopeshwa pesa ya kununua raw material, kuzalisha ili uweze kulipa kila mwezi. Na mikopo hii imetolewa kwa level ya mikoa karibia yote na inafanya vizuri. Masharti yake mojawapo ni lazima uwe na bidhaa biashara ambayo inaendelea. At least imeoperate miezi 6. Sio kwamba bado unaanza, ili wakitaka zile taarifa labda za mauzo, labda trendi ya biashara na uhalisia wa ile biashara uwepo. Kwa hiyo, lakini pia kuna mifuko mingine mingi ambayo serikali imeweka kwa SIDO. Kuna mfuko unaitwa Credit Guarantee Scheme, kuna mfuko unaitwa Sunvin Viwanda Scheme ambayo yenyewe inatoa pesa nyingi, nyingine ni mpaka za investment. Kwa hiyo itategemea mtu na mahitaji yake. Lakini lazima yule mtu amepitia SIDO. Yes, hata kama hajapitia SIDO, lakini kama ana biashara inayoshikika na tumekwenda kuiona, tumeitambua, vigezo vitazingatia, anaweza akapata. Yes. Akili fursa tayari wameisikia. Juhudi kwako, mhandisi, wewe unafanya kazi na wanawake hapa SIDO. Tuambie changamoto ambazo wewe binafsi unakutana nazo na unaziona wanawake wakizipitia. Asante. Wanawake, changamoto kubwa ninayoiona ni uoga. Nina bosi wangu mmoja alikuwa anasema kazi haiui. Kazi haiui mtu.
Kwa hiyo hata kama ukapewa kazi nyingi kiasi gani, tengeneza mfumo wa namna ya kuzifanya na kupeleka feedback. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba hata kama majukumu ni mengi, ukijipanga namna ya kuyatekeleza inawezekana. Na kwa maisha yangu mimi nilio experience, kwa kweli mkoa wa Dar es Salaam ni mkubwa. Population hapa karibia milioni 6.8. Kwa hiyo hata watu tunaohudumia hapa kwa siku ni wengi. Lakini tumekaa tunafanya huduma na watu wanapata huduma. Tofauti labda na mtu aliyeko mkoa mwingine ambaye labda population yao watu milioni 1.5. Sio kama naeleza. Lakini pia na complexity ya watu kufanya nao kazi. Dar es Salaam unafanya kazi na watu ambao wasomi, wanajielewa, wengine ni watu wakubwa. Atakuja atakuuliza, kwa hiyo lazima pia ujipange namna ambavyo unatoa huduma yako. Yes. Kwa hiyo mimi kwangu mimi nime experience kwamba ni changamoto kwangu naichukulia kama ni ukuaji. Wewe binafsi nafasi ulionayo, kuna changamoto zote unapitia kwa sababu wewe ni mwanamke katika mazingira ambayo unafanya kazi ama nyumbani popote pale? Au mtu anakuja sasa, huyu ndo engineer, mimi nitegemea engineer nitamkuta mwanaume. Mimi sioni kama ni changamoto. Lakini kuna perception fulani mtu anaweza akaja nayo sasa, nimetumwa bwana kwa fulani au engineer fulani. Anaingia, ndio wewe, naambia yeye ndio mimi. Lakini baadaye ukimhudumia ana appreciate vizuri tu kwamba amepata huduma nzuri na vitu kama hivyo. Lakini kwenye kazi za kawaida mimi naamini hata ingekuwa sio kazi tu, hata ikiwa ni mimi wako, hamwezi kuwa mtanyoka all the day. Kwa hiyo hizo ni part of growth. Kuna siku utapitia changamoto, una kazi nyingi, una pesa. Kwa hiyo lazima ukae, ujipange namna ya kutekeleza zile kazi. Na kuna siku nyingine mambo ni mazuri, watu wana appreciate kwamba umefanya kazi nzuri. Nini kifanyike wanawake wengi wafikie kwenye nafasi ulionayo? Wanachoweza kufanya ni kwanza kutengeneza ndoto zao, unataka kuwa nani? Uwekeze misingi ya namna ya kufikia hicho unachokitaka. Kama ni mwanafunzi, usome kwa bidii. Kama ni mfanyakazi, uboreshe namna ya utendaji wako wa kazi. Lakini pia uwe tayari kujifunza. Kila tunapoendelea kukua kutoka nafasi moja kwenda nyingine, lazima ujifunze. Kuna mazingira mapya, kuna namna ya kuhudumia watu tofauti, kuna service nyingi. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye anasoma, anafuatilia kazi zake kwa undani, anaangalia vitu gani ambavyo ni changamoto kwake na kuvisofanyia kazi, ndipo utafika mahali unahitaji. Lakini pia uwe na uthubutu. Lazima uwe tayari kufanya kazi. Uwe tayari kusema mimi hapa sitashinda. Mimi hapa lazima nitomoze. Kwa sababu mimi naamini maisha mazuri au pesa nzuri ni ile ambayo umeitafuta mwenyewe. Lakini pia huwezi kuwa ni mtu wa kukaa tu unachokifanya wakati tuna mazao yanaharibika shambani. Tuna supermarket zimejaa bidhaa za Wachina na watu wa Kenya, sijui wa South Africa ambazo tunaweza kutengeneza Tanzania. Kwa hiyo kila mtu akae ajitafakari kwamba nini naweza nitafanya, hiki kitu ujuzi nitapata wapi, then anza hatua moja ya kutafuta ule ujuzi. Ukianza hatua moja itafungua njia kwenye hatua zingine. Kwa hiyo ni muhimu sana vijana wajiishia zote mabinti kwamba tusibweteke. Tuamke tufanye kazi, tujitafutie riziki zetu za halali ili tuishi maisha ambayo yatakuwa ni mazuri, lakini pia yenye heshima kwetu. Na role model hapa ni nani? Role model wangu kwa kweli ni classmate wangu mmoja ambaye tulisema naye Mkwawa. Sasa hivi ni katibu mkuu wa Wizara ya Maji. Yes. Injinia Mwajuza. Yaani nikimwangalia yule naendelea kujifunza kila siku kutoka kwake. Asante sana kwa darasa hili. Asante sana. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo siku ya leo. Nilikuwa hapa na mhandisi Betty Charles Weyabura kutoka SIDO Dar es Salaam, ambapo tumezungumza mengi sana na fursa ambazo zinapatikana. Ni kwako sasa, kwa namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye skrini yako 08475656, ama nipate katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama YouTube TZ. Hapa wakati mwingine, waheri kwa sasa.